Pia katika mambo ambayo Uislamu umeyakataza na watu wengi wayafahamu masala haya, inaingia ndani yake katika kujichabihisha na mashaitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kukaa baina kivuli na jua. Kadhalika mimma yakhfa ala kathiri minan nas anna nabiy sallallahu naha an yujlasa baina adh-dhihi wadh-dhilli. Mtume amekataza kukaa baina ya kivuli na jua, akasema majlisu shaitan, huo ni ukaaji wa shaitan. Fa idha jalasa al-insan fi makani fihi dhaw'u ash-shams, atapokaa mtu katika sehemu ambayo ndani yake kuna mwanga wa jua, wa nisfuhu fi dhilli wa nisfuhu tahta ash-shamsi, nusu yake akakaa kwenye kivuli, nusu yake akakaa chini ya jua, fa hadha majlisu ash-shaitan, huu ni ukaaji wa shaitan. Fa'ala almuslim an yajlis, kwa hiyo atakana muislamu akae imma bikamilihi fi dhawi shams, ima wote kamilifu akae kwenye mwanga wa jua, au bikamilihi fi dhilli, au kiukamilifu akae katika kivuli. Amma ba'dhuhu fi dhill wa ba'dhuhu fi dhihi wa huwa ash'athu ash-shamsi fahadha majlisu ash-shaytan, ama nusu yake kukaa katika kivuli au nusu yake kwenye mwanga, huu ni ukaaji wa shaitan, na ni katika mambo ambayo yaliyokataza. Kwa hiyo tahadhari muislamu mwanamume na mwanamke na tabia hizi kiujumla atahadhari na yale ambayo ndani yake ameyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana tashabbuhi bishaitan, kujifananisha na shaitan, waliftitan bihi, na kufitinika naye na kumfata katika wendo wake, na hayo kwa kule kujiepusha na yale yote yaliyokuja katika sifa za shaitan na katika matendo yake. Lidhalika fa inna shaitan yajtahidu fi ighwa'i bani adam, hivyo basi shaitan unamkuta anafanya juhudi kubwa kuwapoteza wanadamu kike au kiume. Wayati yaum alqiyama wayatabarra'u minhum, na siku ya kiyama atakuja atajitenga na kuruka mita kadha kujiepuka jambo hilo na lawama hizo. Allah ameyataja haya katika Qur'an, anasema wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum, mimi sikuwa na nguvu ya kukuiteni, mimi nilikuwa nakulingania tu, twende kwenye disco, twende kwenye taarabu, twende kwenye mchezo wa Kikorea, twende kwenye haya kutengeza nyusi, kujitoboa kuliko haramishwa. Kadhalika wanawake wakawa wanatengeza mianya yao kwa ajili ya uzuri, sio kwa ajili ya tiba. Haya ni katika mambo ya haram. Shetani anawavuta, anakuambia jitizame ulivyo mbaya. Mume wako sasa hivi kisha kuwa na pesa, anafikiri anakutamani wewe tena. Usipojipura bishosti ukapendeza vizuri, ataoa mke mwingine, bali wengine wanavutwa mpaka waenda kwa waganga na washirikina. Na ni katika mabalaa makubwa, anaiacha mtu dini, anaingia kuiporomosha dunia yake na akhira yake. Nasallallahu salamata wal afia.